Nataka kumjua yeye. I want to experience you. Nataka kuwa na ujuzi wako. I want to touch you. Nataka nikunguze. This day, siku ya leo, even as this meeting is going on, hata mkutano ukiendelea, I want to know you. nataka nikujue. I want to know you. Nataka nikujue. Don't let this mystery be hidden to me. Usiwache siri hii ficho kwangu. As you have unveiled it to babes and sucklings, kama vile umefunua kwa watoto na hata wale wananyonya. As you open the eyes of Peter, James and John on the Mount of Transfiguration, katika mlima wa kufunuliwa ulipofungua macho ya hao wapendwa. As you open the eyes of John on the island of Patmos, ulipofungua macho ya Yohana katika mlima wa Patmos. Even in this CMM, hata katika hii CMM, in this Rongai, katika hii Rongai, please Lord, Bwana, open my eyes. tafadhali fungua macho yangu. Let this trip that I've taken to this village, wacha safari hii ambayo nimechukua kuja hapa, let it mark a turning point for me. wacha iweke kilele kwa kuzunguka kwangu, kubadilika. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In Jesus' name we have prayed. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. Amen. Amina. So we will now begin to explore. Sasa tutaanza kutafuta Kristo, God's mystery for us. siri ya Mungu kwetu sisi. Colossians chapter 1. Kolosai 1. Colossians chapter 1. Kolosai mlango wa kwanza. We'll read from verse 12. Tasoma kuanzia ubeti wa 12. Giving thanks unto the Father, which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Let's stop in verse 19. Tuachie mstari wa 19. All right. Now, there are several issues that we want to spend just this moment to deal with as we look at Christ. Kuna baadhi ya mambo tungependa kutumia wakati huu kuyalenga tunapoongea kuhusu Kristo. And the Bible began by saying, Biblia ilianza kwa kusema, let us give thanks to the Father, tumshukuru Baba, who has made us fit, who has made us qualified, aliyetustahimilisha. Read on, just read it. Mstari wa 12. Verse 12. Mshukuru Baba aliyetustahimilisha kupokea sehemu ya urithi ya watakatifu katika nuru.
All right? naye Before alituokoa. you go ahead. He said, let us give thanks to the Father Tumshukuru Baba who has made us fit and qualified aliyewastahilisha to be partakers of the inheritance of the saints in light. kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. We will not begin to speak about that inheritance now, Hatutaanza kuongea kuhusu urithi huu sasa, because that inheritance kwa sababu urithi huo will only become available to me itapatikana kwangu and to you na kwako when we get to know him. tunapomjua yeye. And that is why Na ndio maana you will notice that if you are reading the Old King James Bible, utatambua kama unasoma tafsiri ya Yakobo, verse 12 did not end with full stop. mstari wa 12 haukuanza na haukuisha na kikomo. Verse 12 ends with a full colon. Inaisha na hiyo alama. And it's amazing to me that when you end a sentence with full colon, Na inanishangaza kwamba wakati unamalizia sentensi na hiyo alama, what you are saying is that kile unasema ni kwamba what I have said kile ambacho nimesema is not complete haijakamilika unless you get this further explanation. mpaka upate sehemu hii nyingine ya maelezo. Even though some other versions, Hata wale ambao wanasoma tafsiri zingine they may put full stop, wanaweza weka kikomo, but other versions may have put comma, lakini zingine zinaweza kuwa zimeweka koma, or some other versions may put semicolon. ama nyingine zimeweka hiyo alama. It is because Ni kwa sababu from that verse 12, katika hiyo mstari wa 12 a matter that God is introducing jambo ambalo Mungu anatambulisha about our inheritance, you know, of the saints in light, kuhusu urithi wetu ama urithi wa watakatifu katika nuru, is because this inheritance is great, ni kwa sababu urithi huu ni mkuu, but it is only possible lakini yawezekana tu as we get to know him, tunapomjua yeye Kristo. So that's why you will now see that the next verses, Ndio maana utaona katika mistari ambayo inafuatia, like in verse 13, kama 13, he said, who has delivered us naye alituokoa from the power of darkness katika nguvu za giza, and has translated us akatuhamisha into the kingdom of his dear son. katika ufalme wa mwana wake. If you are still reading your King James Bible, Kama bado unasoma tafsiri ya mfalme Yakobo, you will again see that that did not end with full stop. utatambua ya kwamba hiyo haikuisha na kikomo. That also came with full colon. Pia hiyo ilikuja na hiyo alama ya kusema bado tunaendelea. I said, God is saying the issue I'm raising with you. Hiyo inamaanisha Mungu anasema jambo ambalo ninasema You need further insight unahitaji undani mwingine for you to be able to actualize it. ili wewe ulipate kwa ukamilifu. So you know what I'm also going to do? Unajua kile ambacho nitafanya? I will leave those full colon in front of those Bible verses. Nitaacha hizo alama katika mahali ambapo zipo. Because if I began to speak about verse 12 and 13, Kwa kuwa nikianza kunenea mstari wa 12 na 13, when you have not known him, wakati bado hujamjua, it will be vague. itakuwa bure, It will be empty. itakuwa tupu, It will not carry weight. haitabeba uzito, It will be an empty confession. itakuwa mambo ya kuongea yasiyo na lolote. So let us see the power of those two verses Wacha tuone nguvu za ubeti hizi mbili in the personality of Jesus Christ. katika utu wa Yesu Kristo. And so for the next 1 Na hour, kwa hivyo kwa lisali moja ambayo linakuja, we will be looking at Jesus, tutakuwa tunaangalia Yesu, the author and the finisher of our faith, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani. who he is, Yeye ni nani? and why does he have power and authority to save me? Na kwa nini ana nguvu na mamlaka ya kuniokoa? Why? If I go to Jesus, Nikienda kwa Yesu, why am I sure
Kwa nini nina hakika that all my problem will be finished? kwamba shida zangu zote zitaisha? If I say, come to Jesus, Nikisema njoo kwa Yesu, why is that not an empty statement? kwa nini hiyo si jambo tupu, maneno matupu? Why, when I preach Jesus, Nikihubiri Yesu, why do I expect that there will be a miracle? kwa nini ninatarajia kutakuwa na ishara? It's because of who he Ni is. kwa sababu ya jinsi aliye. Now I want you to follow it. Sasa nataka ufuatilie. He now began to expatiate Sasa akaanza kupanua from that verse 14. kuanzia mstari wa 14. It was very interesting that all the passages I'm reading today, Inafurahisha kwamba mstari ambao ninasoma leo, verse 14 did not end with full stop. 14 haikuisha na kikomo, It ends with full colon. inaisha na hiyo alama. Verse 15 15 did not end with full stop. haikuisha na kikomo, It ends with full colon. inaisha na hiyo alama ya kusema tunaendelea. 16 Did not end with full stop. haikuisha na full stop, It ends with full colon. inaisha na hiyo alama nyingine. Verse 17 17 is where we have the first full stop. ndio maana tunakuwa na kikomo cha kwanza. Is it true? Kweli? Is there anything important about punctuation mark in the Bible? Je, nauliza, je, kuna maana yoyote katika alama ambazo zinawekwa katika mstari ya Biblia? Very much. Sana. Now he said, Sasa akasema, in whom we have redemption. ambaye tuna ukombozi kwake. Listen. Sikiza. In whom Ndani yake this Jesus, Yesu huyu, it is in him ni ndani yake we have redemption. tuna ukombozi. Listen, I want you to be careful. Just let's go through the word of God. Tafadhali makinika, tutapitia neno la Mungu. Because what we are looking for this Kwa kuwa kile ambacho tunatafuta siku hii Christ, ni Kristo, that mystery. hiyo siri. He said, in whom Alisema ndani yake we have redemption tuna ukombozi through his blood, kupitia kwa damu yake, even the forgiveness of sin. hata katika msamaha wa dhambi. Brothers, listen. The Bible says Biblia inasema redemption ukombozi is only possible unawezekana tu and it's only available na inapatikana in him. ndani yake. Please don't rush. Usikimbie. I can't rush. Mimi sikimbii. I need to spend time on that. Nataka kutumia wakati katika hii. I want you to know Nataka ujue redemption. ukombozi. What's the meaning of redemption? Maana ya ukombozi ni nini? Redemption is a recovery Inamaanisha kurejeshewa of what has been lost, ya kile ambacho kimepotezwa, a recovery kurejeshewa of what has been damaged, kwa kile kimeharibika, a recovery, urejesho, motivational speaking. kutiwa motisha. Haiwezi. Even prayer and fasting cannot do it. Hata maombi na kufunga haiwezi. Money cannot do it. Hela haziwezi. He said that you know Nasema unajua we were not redeemed sisi hatukukombolewa by corruptible things like silver or na gold. vitu kama dhahabu na fedha. You can never buy back Huwezi kununua the years you have wasted miaka ambayo umeharibu with money, ukitumia pesa with anything. na chochote kile. There's only one place Kuna mahali moja tu where redemption is possible. ambao ukombozi unawezekana, Recovery. kurejeshwa, A bringing back to shape. kuletwa katika umbo tena, A bringing back to originality. kuletwa katika hali yake ya kwanza. Where do we have redemption? Tuna ukombozi wapi? Where? Wapi? In Christ. Katika Kristo, In whom ambaye kati yake we have redemption. tuna ukombozi Through his blood. kupitia damu yake.
Now, you see, I know you many times you say, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. And I see some of you, when you want to enter your room, Lord of Jesus, Lord of Jesus, Lord of Jesus. As if you are doing shut-ups, as if you are doing spray. You don't understand. You don't know what you are talking about. The blood of Jesus is not about what you are pouring on table. It's not something you are pouring on your car. The blood of Jesus. When that blood was shed, you know what it does? That blood was crying. Whereas the blood of Abel was crying. It was crying for vengeance. It was saying, oh God, don't let Cain go scot-free. That's what the blood of Abel was saying. But the blood of Jesus was crying. I said, by this blood that I shed, everything that Satan has stolen, everything that sin has destroyed, let it be recovered. Everything that the world system has scattered, let it be recovered. And all the years wasted by this sister, by this young man, by the blood of Jesus, let it be redeemed. So you see, when a man comes to Jesus, there is redemption. Redemption of years lost. Redemption of opportunities wasted. Redemption of what the enemy thought he has destroyed. But the greatest of that redemption is the recovery of the soul of the man. Lakini kuu kwa hayo yote ya kurejeshwa ni ukombozi ama urejesho kwa nafsi ya mwanadamu. So in Christ Jesus, katika Kristo Yesu, we have redemption. Tuna urejesho Through his blood. Kupitia kwa damu yake. Even the forgiveness of our sins. Hata msamaha wa dhambi. Why is Jesus unique? Kwa nini Yesu ni wa kipekee? It is that it is in him. Ni katika yeye you have redemption. Una ukombozi. Listen. Sikiza. It doesn't matter. Haijalishi how many years ni miaka mingapi the devil collected something from you. Shetani alichukua vitu kutoka kwako. When you come into Jesus, ukija katika Yesu, it must be brought back. Ni lazima irejeshwe. It doesn't matter. Haijalishi what sin has destroyed. Ni dhambi gani ambayo imeharibu. When you come into Jesus, ukiingia katika Kristo Yesu, through the blood that is shed, katika damu ambayo alimwaga, there is redemption. Kuna urejesho. So you see, when we speak about Jesus, tunapoongea kuhusu Yesu, when we offer Jesus, tunapompeana Yesu, we are saying, tunasema the only means, njia ya pekee by which wasted lives can be restored. Ile ambayo maisha yameharibiwa yanaweza rejeshwa. Disfigured lives can be brought to shame. Maisha ambayo yameharibiwa yanaweza letwa katika umbo tena. Scattered lives can be regathered. Maisha ambayo yametawanywa yanaweza rudishwa pamoja. Iko katika Kristo Yesu. Do you know? Je, wajua? Because we don't know this man Jesus. Kwa kuwa hatumjui mtu huyu Yesu, we have not even explored, we've not
experience, hatujatafuta na kupata ujuzi wa the full dimension wa kanuni kamilifu of our redemption. wa ukombozi wetu. Do you know that in Christ Jesus, Je, wajua katika Kristo Yesu all that was lost in Adam yote ambayo yalipotezwa katika Adamu is restored? imerejeshwa. All that was lost because of sin, Yote ambayo yalipotezwa kwa sababu ya dhambi, when he shed his blood at Calvary, alipomwaga damu yake Kalvari, it was recovered. ilirudishwa. Now, whether some of us that say we have met Jesus, Kama wengine wetu wanasema tumekutana na Yesu, whether we are walking in the full reality of our redemption is a different matter. kama tunatembea katika ukamilifu wa ukombozi wetu ni jambo tofauti. But I want you to know, Lakini nataka ujue, in him katika yeye we have redemption tuna ukombozi through his blood, kupitia kwa damu yake, even the forgiveness of sin, hata msamaha wa dhambi, the blotting out of all the unfavorable record that stood against us. kuondolewa kwa nakala zote ambazo zilisimama kutuhukumu. So when the man comes to Jesus, So mwanadamu akija kwa Yesu Kristo, there is redemption. kuna ukombozi. Listen, Nisikize, that means hiyo inamaanisha kwamba when you come to Jesus, ukija kwa Yesu, what was lost, kilichopotea, what has been damaged, kilichoharibiwa, what has been destroyed, kilichoharibiwa, what has been disfigured, kilichotolewa what umbo, has been scattered, kilichotawanywa, will be recovered itarejeshwa and brought back na irudishwe through his blood. kupitia kwa damu yake. And there is no other means Na hakuna mbinu ama njia nyingine for redemption. ya ukombozi. Only in Christ Jesus Katika Yesu peke yake we have redemption. tuna ukombozi. How do I put that? Hii nitaieleza vipi? It means that in Christ Jesus, Inamaanisha katika Yesu Kristo, if the Lord opens your eyes this morning, kama Mungu atafungua macho yako adhuria leo, you can recover all. unaweza rudisha yote. You can recover all that the enemy took away. Unaweza rudisha na kurejesha yote ambayo adui amechukua. You can recover Unaweza rejesha all that God wanted you to have, that sin scattered for you. yote ambayo Mungu alikusudia uwe nayo, lakini dhambi ikatawanya. Because Kwa kuwa the blood of Jesus Christ damu ya Yesu Kristo blotted out sin iliondoa dhambi and all its consequences. na madhara yake yote. The blood of Jesus Damu ya Yesu Kristo took away iliondoa every stain kila chafu and every remembrance na of sin kila ukumbusho wa dhambi and blotted it out na ikaiondoa, as if there has never been sin. ni kana kwamba hakujawahi kuwa na dhambi. So through his blood, Kupitia kwa damu yake we can come as if nothing was ever. tunaweza kuja ni kana kwamba hakuna kitu yoyote iliwahi kutendeka mbaya. Some people are believers, Watu wengine ni waaminio, but they have not experienced this full redemption lakini hawana ujuzi wa ukombozi wa kauli kamili, because they don't know. maana hawamjui yeye. Some are even preachers, Wengine ni wahubiri. but they have not commissioned. Tuna ukombozi That is in Christ Jesus. katika Yesu Kristo. God Mungu has restored amerejesha all that Adam lost. yote ambayo Adamu alipoteza. And he has not just restored it, Hajarejesha tu, he has restored it amerejesha double-fold. maradufu. What we have in Christ Kile tunacho ndani ya Kristo far surpasses zaidi na pita
what we could have inherited in Adam, even if he did not fall. Kile ambacho tungerithi kwa Adamu hata kama angetenda dhambi. Am I communicating with you? Mimi naongea nawe. In him, Katika yeye we have redemption. tuna ukombozi, Even the forgiveness of hata msamaha wa dhambi. Yes. What is the implication of that? Je, hali ya hili ni nini? It is that in Christ Jesus, Uguzo wa hili ni kwamba katika Kristo Yesu there is wholeness. kuna uzima, There is full recovery. kuna kurithi, kupata yote. And so when a man comes to Christ, Sasa mtu akija kwa Yesu and he has come by the blood, na amekuja kwa ndani and he has come to experience redemption, na amepata ujuzi wa ukombozi, he is a brand new person. yeye ni kiumbe kipya, Brand new. kiumbe kipya, Brand new. mpya kabisa. All the marks of Alama damage zote za uharibifu have been totally taken off. hakika zimeondolewa, And he can now live as if he has never been done. na sasa anaweza ishi ni kana kwamba hajawahi haribiwa. Have you experienced redemption? Je, umepata ujuzi wa ukombozi? Are all your past struggle, past sins, have you dropped it under the blood? Je, kung'ang'ana kwako kwa dhambi na mambo mengine umeweka chini kwa sababu ya Yesu? Or are there hangovers, Je, kuna mambo ambayo yamekuamilia, carryovers, mambo ya kuhamisha, things that was part of that life? mambo ambayo yalikuwa katika maisha yale, Because you did not experience redemption, kwa sababu haukupata ujuzi wa ukombozi, you are going about wewe unaendelea with an old note ukiwa na nakala za kale that have been following you for years. ambazo zimekufuata kwa miaka. La, In him katika yeye we have redemption. tuna ukombozi. And I don't know how you can praise God enough. Sijui jinsi ambavyo unaweza sifu Mungu ya That's kutosha. why Pastor said giving thanks unto the Father, Ndio maana mstari wa 12 inasema kumsifu who Baba is making us partakers ambaye anatufanya of the warithi inheritance. wa urithi wake, And our inheritance in Christ na urithi wetu kwa Kristo is redemption. ni ukombozi. Redemption. Ukombozi. You know, when the man who saw it wrote the song, he said,